mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni Alhamisi, juma la 5, kipindi cha Pasaka cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 15, aya ya 7 hadi ya 21. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohani, sura ya 15, aya ya 9 hadi haya ya 11. Karibu tusikilize somo la Injili takatifu. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Karibu tusikilize tafakari. Mpendwa msikilizaji, katika sehemu hii ya Injili takatifu ambayo tumekwisha isikia hivi punde, Bwana wetu Yesu Kristo anatualika sisi tunaomfuata na tunaomwamini kukaa katika pendo lake. Nini maana ya kukaa katika pendo lake? Mpendwa mwana wa Mungu, kukaa katika pendo la Kristo inamaanisha kuishi kadiri ya Mungu anavyotaka tuishi na wala si kwa kadiri ya matakwa yetu sisi wenyewe. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Wafilipi, sura ya 1, aya ya 21 anasema, kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Hapa anaonesha jinsi gani anavyomtegemea Mungu hata kwa maamuzi na kwa kila jambo. Pia Bwana Yesu anaposema, hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Labda mtu anaweza kujiuliza, je, furaha ya Bwana kuwa ndani yetu na furaha yetu sisi wanadamu itimizwe ina maana gani? Mpendwa msikilizaji, furaha ya Mungu ni kuona mwanadamu yuko huru kutoka utawala wa mwovu Shetani, yaani utawala wa dhambi, na ndiyo maana neno la Mungu linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Rejea Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 3 aya ya 16. Kumbe lengo la Mungu na furaha ya Mungu ni kutuona sisi watoto zake hatuangamii katika dhambi ya mauti, kama alivyochagua Shetani kutompenda Mungu na kuangamia milele. Alikadhalika na sisi wanadamu, furaha yetu ni kumuona Mungu na kuishi naye milele. Na ndiyo sababu mioyo yetu wanadamu daima haishi kutamani mambo mazuri, na hata tukiyapata hayo hapa duniani, bado tunatamani na tunakuwa na tamaa kubwa zaidi kupata mambo mengine. Aliwahi kuandika Mtakatifu Agustino wa Hippo, askofu na mwalimu wa kanisa, katika kitabu chake kimojawapo kinachojulikana kama Confessions au kwa Kiswahili Maungamo. Mtakatifu Agustino aliwahi kusema, umetuumba kwa ajili yako Bwana, na mioyo yetu haitatulia mpaka itakapotulia ndani yako. Kumbe mpendwa msikilizaji, roho zetu na mioyo yetu wanadamu kamwe haiwezi kupata pumziko la kweli na la kudumu tukiwa hapa duniani kwenye dhambi na machafuko ya kila aina. Basi tumwombe Mungu Roho Mtakatifu atutie nguvu ya kumpenda Kristo mkombozi wetu
na kutimiza yote yatupasayo kwa ajili ya wokovu wa roho zetu na roho za jirani zetu, ili tukapumzike pamoja na watakatifu mbinguni siku itakapowadia. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emmanuel Mluge wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi ya sheria, ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasakafia, hatutengani daima utukufu wake. Haleluya, amefufuka, ona ajabu, amefufuka tumaini letu, amefufuka mwana wa Bwana, ndiye nguvu yetu. Haleluya, amefufuka, ona ajabu, amefufuka.